السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نكوسيني نكوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. ndugu zangu waislamu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake tumeudiriki na kufikia mwezi wa Shaaban. Na mwezi huu wa Shaaban, limadha summiya Shaaban? يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وسمي شعبان، na umeitwa mwezi wa Shaaban kwa jina hili la Shaaban litasha'ubihim fi talab almiyah, kwa sababu ya watu wa Arabu kutawanyika kwao katika kutafuta maji, sababu ni mwezi ulikuwa una ukame, unadiriki wakati wa ukame, wakawa wanatawanyika katika kutafuta maji, au fil gharat, au kuingia katika mapigano na mapambano, baada an yakhruja shahru rajab alharam, baada ya kumalizika mwezi wa Rajab ambao ni mwezi mtakatifu, wakisimamisha mambo ya mapigano. Unapoingia Shaaban wanarudi tena katika mapambano. Huenda umeitwa mwezi huo kwa sababu hizo ambazo anataja al-Imam bin Hajar rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu waislamu, zimethibiti fadhila za mwezi huu na ibadat ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya ibada, kadhalika as-salaf na wao pia kuna ibada walikuwa wanakithirisha kuzifanya sana katika mwezi huu wa Shaaban, na nyingi katika hizo zina maandalizi ya mwezi unaofuatia, mwezi wa Ramadhan. Ndugu zangu waislamu, يقول الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، Usama bin Zaidi alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam: ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur, sijakuona wewe ukifunga mwezi wowote katika miezi, ma tasumu min Shaaban, kuliko unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga sana mwezi wa Shaaban. Qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu akamwambia: dhalika shahrun, huo ni mwezi ambao yaghfulu an-nasu anhu, watu wengi wanaghafilika nao, baina Rajab wa Ramadhan, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan. Sababu ya kwanza, watu wengi wanaghafilika. Wa huwa shahrun
nao ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'mal, hunyanyuliwa amali katika mwezi huo, matendo ya waja ila rabbil alamin, kwenda kwa Allah Mola mlezi wa viumbe. Matendo ya waja kuna yale kila wiki katika siku ya Alhamisi, lakini pia kwa mwaka katika mwezi wa Shaabani ndiyo matendo yote ya waja hunyanyuliwa na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun, kwa hiyo na mimi ninapenda matendo yangu yanyanyuliwe kwenda kwa Allah hali ya kuwa nimefunga. Ndio maana ninakithirisha sana kufunga katika mwezi huu. Hadithi ni ushahidi wa sunna ya kufunga masiku mengi katika mwezi huu wa Shaaban. Kadhalik faida masahaba namna walivyokuwa wanapupa ya kuuliza mambo ya kheri ili wapate kutekeleza. Kadhalik ni ushahidi kwamba mtu asifanye ibada yoyote mpaka apate dalili, kama huyu sahaba ameulizia ili ajue kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini anafanya hivyo. Ni jambo la kiibada, si kwamba ameanza tukufunga. Alimuuliza kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipomjibu bila shaka ikawa na masahaba na wao wanafunga katika mwezi huu wa Shaaban iqtidaan bin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika Aisha radhiyallahu anha anasimulia utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi huu wa Shaaban. Anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir, anafunga mpaka tunasema Mtume hatokula tena mchana, mbona anafunga siku nyingi namna hii. Wayuftiru, na alikuwa anaweza kula mchana masiku mengi. Hatta naqul la yasum, mpaka tunasema Mtume hatofunga tena nini, kwa sababu alikuwa anaweza kula miezi mingi akawa anakula mchana, haonekani kufunga. Wama raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na sijamuonapo Mtume sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin, amekamilisha kufunga mwezi mzima qad, kabisa sijamuona, illa Ramadhan, isipokuwa mwezi wa Ramadhani ndio mwezi aliyokuwa anafunga mwezi mzima. Raddi kwa watu wa tariqa ambao wanafunga kuanzia Rajab, Shaaban na Ramadhani, miezi mitatu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah asema hakuna ibada hiyo, hakuna maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufunga miezi mitatu mfululizo. Wanafanya watu wa tariqa masufi, watu wa bid'a, wapo wanaofanya jambo hilo, wakafunga Rajab yote, Shaabani yote na Ramadhani yote, wamemkiuka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sijamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga akakamilisha mwezi mzima isipokuwa Ramadhani. Wama raaituhu fi shahrin akthara minhu siyaman, na sijamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wowote amekuwa ni mwingi mno wa kufunga fi Shaaban kuliko katika Shaaban. Mwezi wowote sijamuona akifunga sana kuliko wanaofunga katika mwezi wa Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, huu ni ushahidi wa watu kupupia sunna hii na ibada hii adhima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada ya saum, hasa tukiwa katika masiku haya ya mwanzo wa mwezi huu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndugu zangu Waislamu, nikiwa katika kukamilisha khutba yangu hii, nitapenda kutaja baadhi ya mambo pia yanafungamana na mwezi huu wa Shaaban, na kama vile tulivyotaja suala la as-saum, kadhalika nitataja mambo mawili au matatu katika kukamilisha khutba yangu hii insha Allah taala. Ndugu zangu Waislamu,
Katika mambo ambayo pia yanapatikana katika mwezi huu, kuna fursa adhima ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwatazama waja wake kwa huruma na kuwasamehe madhambi. Upo usiku katika mwezi huu, Allah subhanahu wa ta'ala analifanya jambo hilo. Fadhila za Allah ni kunjufu, na Allah ana asbabu nyingi ameweka za kusamehe watu madhambi, na katika masiku yanakuwa yana msisitizo zaidi na yamekokotezwa zaidi katika masiku, katika saa, mahali fulani, na hayo yote yapo katika miliki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Imethibiti hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala na ameitaja katika as-sahiha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allahu ila khalqi, Allah subhanahu wa ta'ala huwaangalia kwa huruma waja wake fi lailati nisfi min Shaaban, katika usiku wa katikati ya Shaaban, katikati ya mwezi wa Shaaban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, alafu Allah subhanahu wa ta'ala kisha anawasamehe waja wake wote, illa limushrikin au mushahin, isipokuwa mshirikina au mtu wa bid'a. Miongoni mwa maana ya neno mushahin, mushahin pia inatajwa kwamba mtu aliyegombana na ndugu yake kwa sababu ambazo si za kisheria, kwa sababu watu wa mtaani wanaweza kukosana sababu si za kisheria. Fulani alifanya kadha, fulani alifanya kadha, akamchukia, amsalimii tena, lakini sheria haitambui kwamba sababu hiyo ni mtu ya kumuhama au mtu kumkata. Mtu huyu hatopata msamaha katika usiku huo. Kadhalika katika maana pia inatajwa ahlul bid'ah. Al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala anasema, arada bil mushahin, amekusudia neno mushahin huna hapa linatumika sahib al-bid'ah, ni mtu wa bid'ah aliyedumu katika bid'ah, na yeye pia msamaha huwa Allah subhanahu wa ta'ala hatupata siku hiyo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna na atuhuishe katika sunna na atufishe juu ya sunna, na Allah subhanahu wa ta'ala awakinge waislamu na bid'a na watu wa bid'a, ahlu dhalal. Kadhalik katika jambo lingine wanataja wanawachuoni hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa anafunga siku nyingi katika mwezi huu wa Shaaban. Miongoni mwa hao al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala ametaja sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa anafunga siku nyingi katika mwezi huu wa Shaaban katika kitabu chake Lataiful Ma'arif. Anasema, waqad qila, pamesemwa, anna siyamahu katamrin ala siyami Ramadhan, kufunga kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu wa Shaabani, kufunga masiku mengi, ni kama vile maandalizi kwa ajili ya kufunga mwezi wa Ramadhan, lialla yadkhula fi sawmi Ramadhan ala mashaqqatin, ili asijakaingia katika funga ya mwezi wa Ramadhani kwa tabu wa kulfa na shida, iwe ni laini na wepesi. Si masala mtu afungi mwaka mzima anafunga Ramadhani, utaona anavochoka na anavokasirika. Kuna watu wakifunga hata usimtanie pia namna alivyo, kama vile ni jambo la huzuni, na wakati suala alifungamana na hivyo. Angalia masuala ya maandalizi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, daku kila kama kiasi cha kusoma aya 50 hivi kabla ya kuadhiniwa alfajiri. Kwa maana si swala la kuchoka mtu awe taabani ndio funga yake itakuwa ina thawabu nyingi, sio maana hiyo ya saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anafanya hili kama maandalizi, na waumini waislamu wa umma huu wachukue haya maandalizi ya as-saum, wasiingie katika Ramadhani kwa tabu na shida. Bal qad tamarrana ala as-siyam, anakuwa mtu amejizoesha kule kufunga, wa'tadahu, anakuwa amezoea, hakuna shida ya kufunga. Wa wajada bi siyami Shaabana qablahu halawata as-siyam,
na atakuwa amepata kwa kule kutanguliza kufunga Shaabani kabla yake ile ladha na ile tamu ya funga. Kadhalik sehemu nyingine akasema walamma kana Shaabanu kalmuqaddimati li Ramadhan, na wakati ilipokuwa saumu ya Shaaban ni kama vile utangulizi wa mwezi wa saumu ya Ramadhan, shuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadhan, ikawekwa sheria ya ibada ya saumu kama ile ambayo imewekwa katika mwezi wa Ramadhan. Lakini Ramadhan ni fardh, lakini anakusudia kule kuwekwa ibada ya saumu, si kufaradhishwa, la, ikawekwa swala ya saumu kama ilivyokuwa katika Ramadhani, pia kumefaradhishwa swala la saumu. Haya yanaelezwa kama hikma na kumuhimiza Muislamu basi funga masiku kadhaa katika mwezi wa Shaaban ili ulainike moyo wako katika kuipokea saumu ya Ramadhani. Kadhalika jambo lingine ni suala la mtu ambaye ana ada ya kufunga na asiyekuwa na kawaida ya kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha intasafa Shaaban, inapofika nusu ya Shaaban, fala tasumu, msifunge. Na katika riwaya nyingine idha baqiya nisfun min Shaaban fala tasumu, itakapobaki nusu ya pili ya Shaabani msifunge. Wanawachuoni wanasema mtu yoyote ambaye hana kawaida ya kufunga kabisa, si Jumatatu wala Alhamisi, wala afungi funga ya Nabii Daud, siku moja anakula siku moja anafunga, wala hakufunga tangu mwanzo wa Shaabani, yupo tu alafu akaanza kufunga baada ya kuwa imeshapita nusu ya kwanza ya Shaabani, huyu asifunge. Sababu kuna watu pia wanafanya hivyo kuikaribisha Ramadhani. Kuna watu wanafunga kwa kuupokea mwezi wa Ramadhani. Watu hawa ndio wanaokatazwa. Al-Imam At-Tirmidhi ameweka mlango katika sunani yake akasema babu ma jaa fi karahiyati sawmi fi nisfi athani min Shaaban li hali Ramadhan. Huu ni mlango wa hadithi iliyokuja kuhusu karaha ya kufunga katika nusu iliyobaki ya mwezi wa Shaaban kwa ajili ya kuikaribisha Ramadhani. Lakini kama mtu ana kawaida ya kufunga Jumatatu Alhamisi, anafunga sunna nyingine na afunge, au mtu ana masiku katika Ramadhani analipa, yeye aendelee. Lakini yule ambaye hana utaratibu huo akafunga kwa ajili ya kuipokea Ramadhani, hiyo jambo hilo limekatazwa, haifai kwake kufunga baada ya kuwa nusu ya kwanza imekwisha. Lakini kama mtu anafunga tangu mwanzo, hata kufunga siku 20, siku 25, kufunga zaidi ya hapo, hakuna neno. Muda wa kuwa ni utaratibu wake wa kufunga, hakuanza katika ile nusu ya pili. Ndugu zangu Waislamu, as-salaf kuna mambo walikuwa wanakithirisha kuyafanya, hasa suala la tilawatul Qur'an katika mwezi wa Shaaban. Pia jambo hilo walikuwa wanakithirisha sana, kama vile inavyotajwa kwa Salama ibn Kuhail, anasema ya kwamba kana yuqal, ilikuwa ikisemwa shahru Shaaban, mwezi wa Shaaban, shahrul qurra, ni mwezi wa wasomaji wa Qur'an. Wa kana Habib ibn Abi Thabit, na alikuwa Habib ibn Abi Thabit rahimahullahu ta'ala, na yeye pia alikuwa idha dakhala Shaaban, unapoingia mwezi wa Shaaban, qala, anasema hadha shahrul qurra, huu ni mwezi wa wasomaji wa Qur'an. Wa kana Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullahu ta'ala, na Amr ibn Qais kana idha dakhala Shaaban, alikuwa unapoingia mwezi wa Shaaban, aghlaqa hanutahu, anafunga biashara yake na duka lake, watafaragha liqiraati alquran, na anatenga muda wakati mwingi kabisa wa kusoma Qur'an. Kwa hiyo pia wale maqurra wasomaji wa Qur'an, mwezi huu wa maandalizi ya kusoma Qur'ani kwa wingi kwa ajili ya kuiga as-salaf vile walivyokuwa, na watu kukithirisha kufanya mambo ya ibadati mbalimbali na mambo mengine kuhusu mwezi huu wa Shaaban, mambo ya bid'a walizozusha wazushi. Insha Allah itakuja katika vikao vingine, خطبة زنبريني بإذن الله تعالى. نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.